kutoa shukrani. Shukrani kwa malezi kwanza, kutoka kwa baba na mama. Wametulea sisi, nafikiri kwa wale ambao tunafahamiana na tunanifahamu. Naitwa James, na wiki kama iliyopita nilifanikiwa ku engage engage na piga makofi. Karibu mwanangu James. Kama nyimbo yenyewe inavyosema, kwa kweli kwa akili zetu tulijua, lakini mambo yalikuwa mepesi. Ni Mungu tu aliyetusimamia na kutusaidia. Kwa niko hapa kumshukuru Mungu sana. Mambo yalikuwa mengi hapa katikati, vitu havikuwa virahisi. Mvutano, kama mnavyoelewa maisha tunayoishi, mambo tuambiaga 1% tu ni mwili, lakini 10% iliyobakia yote ni roho. Maisha ni kiroho na yanapangwa kiroho. Haijalishi kwamba unajipanga vipi kimwili, lakini kiroho ndio atakuwa zaidi. Lakini bila Mungu isingewezekana. Na Mungu akamtumia mama, wazazi wetu, mama tusaidia sana maeneo mengi sana. Kuna maeneo ambayo yalikuwa tulikuwa hatuoni hata njia tena. Lakini mama alisimama kama nabii, akasimama kama mama, kama kiongozi, na akatupa mwongozo, na mpaka kufika hapa tuko hapa kumshukuru Mungu na kumwadibisha shetani, kwa sababu alikuwa na matarajio mengi sana kutukamilisha. Asante sana. Pia napenda kushukuru kanisa na watu walioweza kufanikiwa kufika. Asante sana, tuliwaona na tukaweza kufaidika. Ni upendo wa tofauti sana kutoka hapa mpaka kuja kule. Japo ilikuwa ni sherehe, lakini muda wenu ule wa kuja pale, na nawashukuru sana. Asante sana. Piga makofi kwa Yesu. Mshangilie Yesu vizuri. Amina. Bibi harusi jamani, mtarajiwa na yeye kuongea kidogo. Jesus mama is my everything mwanangu. Jesus baba. Jesus kanisa. Tuko pambele kumshukuru Mungu na kumwaibisha shetani. Kwa maana Mungu wa hema na makimbilio ametupigania. Haikuwa rahisi kama wenzangu walivyosema, lakini kwa kupitia Mungu tuliweza. Na pia napenda kumshukuru sana mama. Amekuwa bega kwa bega na sisi katika safari yetu ya mahusiano mpaka tumefika hapa. Mama amehusika asilimia kubwa sana. Wakati mwingine akituonya, akitushauri, akitufundisha, akituombea. Mama, Mungu akubariki sana. Amina. Amen. Hebu piga makofi mazito kwa ajili yao. Mshangilie Yesu. Mshangilie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie Yesu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninalo litabiri siku zote. Nataka kuongea kidogo tu. Lazima huwa litimie. Lazima huwa litimie. Amen. Na lisipotimia inawezekana ni wewe. Nasemaga kila siku wewe ndio una shida. Na unalolianzia madhabahuni na ukawa mwaminifu, hata kama adui atapigana vipi, hilo jambo huwa haliwezekaniki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukiona halitimii, shida sio madhabahu, shida sio nabii, shida huwa ni wewe. Na ndio maana nawasisitiza kudumu. Kwa sababu gani? Madhabahu zinatofautiana, lakini pia madhabahu huwa inaongea. Ulikatabiriwa lizuri, alafu ukaenda kwenye madhabahu mbaya, una uwezo wa kuvuruga. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho kilishatabiriwa. Kwa hiyo kwa nini unatabiriwa alafu ukaenda kwenye madhabahu nyingine ambayo haipo, ambayo haijatunzwa, ambayo haijalelewa, ambayo haina maji? Ukienda kule unaweza ukapoteza ule muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hichi nakisema ili pia mabinti na vijana muwe waangalifu sana. Muwe waangalifu sana. Kikitabiriwa kitu hakikisha unakichuchumilia. Unahakikisha mpaka kitokee. Unahakikisha mpaka
ndivyo ilivyokuwa kwa Furaha, lakini hata kwa Godliver. Haiwezekani adui kuangusha tena, ni mpaka ndoa na ndoa yenye furaha, na nitaona wajukuu zangu na piga makofi kwa Yesu. Utashuhudia baba, mwambie mwenzako utashuhudia baba. Haivunjiki, wajukuu zangu lazima nione, vitukuu lazima nivione. Shetani hawezi. Mungu awabariki watoto wangu. Piga makofi mazito mazito.